difference between knowing. Okay. Kwa hiyo tunataka tuwajue. So we want to know them. Na hawa malaika walikuja katika umbo la wanaume. And these angels came as men. Na wanasema tunataka tuwajue. And they say we want to know them. Lot kwa hekima yake, with his wisdom, ya kisodoma Sodoma, a Sodom wisdom, akatoka nje, he got out, akawaambia oya tulieni, and told them relax, poeni, just relax. Wageni siwezi nikawatoa, I cannot give out these visitors, lakini mimi na wazo, but I have something, I have an idea. I have 2 daughters, nina binti zangu wawili, and they are virgins, na ni mabikra. What about I give you my daughters, vipi kama nikiwapa binti zangu, so that you do to them as you please, ili mwafanyie mnavyojisikia. This kind of thought pattern, hii namna yake ya kufikiria, you will only find it in Sodom. Utaikuta tu Sodoma. No normal human being, hakuna mwanadamu mwenye akili timamu, no normal man, hakuna mwanaume mwenye akili timamu, will offer out his daughters just like that. ambaye atatoa binti zake kama hivyo tu. We die for our daughters. Sisi tunakufa kwa ajili ya We mabinti zetu. give the best to our daughters. Tunatoa vilivyo bora kwa But binti here zetu. is Lot, Ila hapa yupo Lutu, infected and affected by the Sodom thinking, ameathiriwa na mawazo ya Sodoma, to the point that he is offering out his daughters mpaka anatoa binti zake to a group of men. kwa ajili ya And wanaume. it's Lot that tells the men, Na ni Lutu anaambia wanaume, you can do to them wafanyie hao as you please. mnavyotaka. When the angels heard this, Na malaika walivyosikia hivyo, wakajua huyu jamaa kashayumba, they knew this man is not okay. jinga hili. He's just an idiot. Wakamvuta huyu mjinga ndani, They put this idiot inside wakawapiga wale wanaume upofu, and blinded those people, wale wanaume wakatawanyika. and those men went away. Ndio malaika wakamwambia Lutu, And that's when the angels told Lot, you have your sons in Sodom, una watu wako hapa Sodoma, go and tell them kawaambie that Sodom will burn. ya kwamba Sodoma itachoma moto. So tomorrow, Kwa kesho early in the morning, asubuhi na they mapema need to make their way out. wanabidi waondoke. Lot, that very same night, Lutu usiku huo went to all his sons' houses, akafuata wakwe zake wote, pleading and begging them, akiwaomba na kuwasihi, get out of Sodom. mtoke nje ya Sodoma. Sodom will burn. Sodoma itachoma moto. But my Bible tells me Lakini Biblia yangu inaniambia they looked at Lot walimtazama Lutu as a man dancing merrily before their sight. kama mwanaume anayecheza mbele yao. Yani waliona kama mzee amezeeka vibaya huyu. That's not this man is getting old in a bad Anayumba. way. He has a problem. Afya ya akili imecheza mzee. His mental health is not stable. Sodoma itachomwa moto. Sodom will be burnt. Mzee nenda kalale, acha ujinga. Just go and sleep. Inapofika asubuhi, When the morning comes, angels are telling Lot and his family, malaika anamwambia Lutu na familia yake, let's get out. tuondoke. Lot is not ready. Lutu yupo tayari, He is looking after his bank accounts, anaangalia akaunti yake ya benki, collecting his title deeds, anachukua hati za viwanja, hati za viwanja, anaangalia magari yake, looking at his cars. anaingia kwenye hili, anatoka. Sasa magari ya kipindi hicho ni punda na farasi, kwa hiyo The cars back then were just donkeys hayo ndio and ma horses. V8 na ma Benz. And those were the V8 and Benz. Anaangalia, anasema nimeinvest so much. And he looks at them, sema nimeweka vingi sana. Mama naye, Mama Lutu, And his wife naye anakimbia, is running. ameshika pochi, He has this pouch. kaiacha. Let's go. Ameshika kiatu hiki, And takes this shoe. kaiacha. She lets it go. Kashika ile makeup, And takes this makeup. kaacha. She lets it go. Malaika wanawaangalia hawa wajinga. The angels look at these fools. Yaani Sodoma inaenda kuteketea. Sodom is going to be burned. Mjinga mmoja anahangaika na hati za viwanja, One idiot is fighting with the title mwingine deeds. anahangaika na masufuria na miiko. And one is fighting with sufurias. Malaika wakawashika kwa mikono yao. And the angels took them by their hands. It's not written, but this is the preacher's imagination. Haijaandikwa ila ni mawazo yangu tu. Malaika walikuwa wawili, There were 2 angels. Lutu na mke wake, Lot and his wife, binti mkubwa na binti mdogo. the eldest and the youngest Kwa hiyo daughter. malaika mmoja akashika wawili upande huu na upande huu. And so one got hold of the 2 here and the Malaika other mwingine 2. akashika wawili upande huu na upande huu. And the other hold one here and one here. Biblia yangu inasema wakawakimbiza.
My Bible says they took them out. wakawatoa mpaka nje ya mipaka ya Sodoma, They took them to the gates of Sodom, mpaka kwenye kamji kadogo kanakoitwa Zoar. to a small town called Zoar. Now Zoar Sasa Zoar is a Hebrew word ni jina la Kiebrania which means a place of little things. inayomaanisha sehemu ya vitu vidogo. And after they got them in Zoar, Na alipoacha pale Zoar, the angels gave Lot 2 instructions. malaika akawapa Lutu maelekezo mawili tu. And the instructions are found in Genesis chapter 19 verse 17. Na maelekezo yako pale kwenye Mwanzo 19. The angels gave them 2 instructions, Malaika akawapa maelekezo mawili tu, simple and clear. yakiwa rahisi kabisa. Genesis 19 verse 17. Mwanzo 19:17. So it came to pass, Ikawa alipomtoa nje, when they had brought him outside, they said, mmoja alisema, escape for your life. jiponye nafsi Do yako, not look behind, usitazame nyuma, nor stay anywhere in the plain. wala usisimame katika hilo bonde. Escape to the mountains lest you be destroyed. Ujiponye mlimani usije ukaangamia. Simple instructions. Maelekezo marahisi kabisa. Run, Kimbia, don't look behind. usigeuke nyuma. Run, Kimbia, hide in the mountains. ukajifiche kwenye milima. Simple instructions. Maelekezo Let marahisi me just kabisa. remind you this evening. Acha niwakumbushe jioni hii. God has never demanded so much from you. Mungu hajawahi tamani vitu vingi kutoka kwako. God has always got simple instructions for your well-being. Mara zote ana maelekezo marahisi He kabisa kwa doesn't ajili want yako. so much from you. Hataki vitu vingi kutoka Think kwako. about it this way. Wewe fikiria hivi, How many commandments does God have? Mungu ana amri ngapi? Eh? There are 10. Zipo 10. How many laws do you have in your country? Na mna sheria ngapi kwenye nchi yenu? In your constitution, how many do you have? Mna sheria Now, ngapi? between your country and God, who demands more from you? Kati ya nchi yako na Mungu nani anahitaji zaidi? God has never demanded so much from you. Mungu hajawahi tamani vitu vingi kutoka kwako. Never. Kamwe. He gives you 1,000 shillings Anakupa 1,000 and he says, just return 100 to me na anakuambia rudisha tu 100 as tithe, kama zaka and another 100 na nyingine 100 as offering. kama sadaka. How much are you left with? Unabaki na shilingi ngapi? 800. 800. Between God and you, who has more? Kati ya Mungu na nani ana chini? Huh? You have more. Wewe una zaidi. Because God never demands so much from you. So Mungu hataki vingi He kutoka gives you kwako. 7 days, Anakupa siku 7 and he tells you 6 days, na anakuambia siku 6 labor, wewe fanya kazi. do all your works. Fanya kazi zako But on zote. the 7th day, Lakini siku ya 7 just give me 1 day. wewe nipe tu siku moja. Keep 6 to yourself. Jiachie 6. Give me the 7th. Nipe 7. God has never demanded so much. Mungu hajaitaka vingi. In the same case, Na hapa tu Lot, Lutu. run, Kimbia, don't look back. usigeuke nyuma. Lot, Lutu. run Kimbia and hide in the na mountains. ujifiche milimani. To my surprise, Lakini I nashangazwa. thought Lot would say yes, sir. Nikazani Lutu atasema sawa. I thought Lot would accept. Nizani atakubali. But Lot in verse 18 of Genesis chapter 19, Lakini Lutu katika fungu la 18 he says, no, my Lord. anasema sivyo Bwana In other wangu. words, I'm not going to do it. Ni kama kusema sifanyi. In other words, I'm not going. Ni kama kusema In siendi. other words, I don't want. Ni kama kusema sitaki. In other words, it's a capital letter no. Ni kama kusema hapana kwa herufi I'm kubwa. not going to do it. Sifanyi hiyo I don't kitu. want to do it. Sitaki kufanya. And don't push me into doing Na it. usinilazimishe Now, kufanya. I told you yesterday, Na niwaambia jana, you better thank God that I am not God. inabidi umshukuru Mungu mimi si Mungu. If I was God, Kama mimi ningekuwa Mungu, nihangaike kukutoa Sodoma. I take you from Sodom. Malaika wangu wakosokoswe kubakwa kwa sababu yako. My angels this close to be raped because of Nikubebe you. kwa mikono yangu nikutoe Sodoma. I carry with my own hands out of Sodom. Nifike hapa nikwambie sasa, kimbia, usiangalie usiangalie nyuma, nenda ukajifiche milimani. Now I'm telling you, don't look back, go to the Alafu mountains. unaniambia hapana. And you tell me no. Saa hiyo hiyo ningekushika kwa mikono ile ile. The same moment with the same hands, Ningekurudisha katikati ya Sodoma. I will take you in the midst of Sodom. Nikwambia wewe unajua kujipambania. You know how to fight for yourself. Pambana na hali yako. Fight with your own condition. Lakini Mungu. But God. Alafu unajua Lutu naye alikuwa kiazi wa mwisho, yani And you kiazi know, Lot Pro was Max. the last potato on earth. Unajua it had been better Ilikuwa ni bora if Lot just said no.
Kama mtu angesema tu hapana and continued with his business. na kaendelea na mambo yake. But Lot felt the need of giving reasons why he doesn't want to do it. Lakini mtu akaona kuna haja ya kutoa sababu kwa nini hataki. Genesis chapter 19 verse 19. Mwanzo 19:19. Listen to Lot's reasons. Sikiliza sababu And zake. Lot, by the way, Lot speaks like a church elder. Lutu anazungumza kama He sounds very polite, anaonekana ni mpole but he's rejected. lakini anakataa. He sounds very mannered, Anaonekana ana tabia nzuri but he's rejected. lakini anakataa. Verse 19. Fungu la 19. Indeed now Tazama your servant has found favor in your sight, mtumwa wako ameona kibali machoni and you have pako increased your mercy which you have shown me by saving my life. na umezidisha rehema kwa kuponya nafsi yangu, But I cannot escape to the mountain, nami siwezi kukimbilia mlimani lest some evil overtake me and I die. nisipatwe na yale mabaya nikafa. In other words, Ni kama anasema, this is what Lot is saying. huyu ndivyo Lutu anasema, Mungu, nimekushtukia, God I have known, nimekusoma. I have known. Unataka niende milimani nife? You want me to go to the mountains? I Siendi. am not Yaani wewe going. mpango wako wewe I've seen your plan. unanituma huko You want me to mimi go nipatwe there, na mabaya that I might get alafu bad things, nife. then I Ah, die. nimekusoma Hey, bwana. I have known you. Siendi. I am not going. Siendi. I am not going. Siendi. I am not And going. where do you want to live? Sasa unataka kwenda wapi? Lord says, I want to stay in Zoar. Anasema nataka nibaki Zoa. If you're a careful Bible student, Kama unasoma Biblia kwa you would umakini, realize that Zoar was supposed to also be burned. utagundua kwamba Zoa nayo ibidi chomwe But moto. because of Lot Kwa sababu ya Lutu begging and pleading to stay in Zoar, akimsihi Mungu abaki Zoa, God saved Zoar Mungu akaiacha Zoa just for Lot, kwa ajili tu ya so Lutu that he may have his way. ili aweze kukaa You see, pale. when you are rebellious, Unajua ukiwa mkaidi you are pushing your own agenda unasogeza ajenda zako mwenyewe against God's agenda, kinyume na ajenda za Mungu. pushing your way Unataka njia yako against God's will. iachane na njia ya God Mungu. will have you have your way. Mungu atakuacha ufanye He'll unachokitaka. just let you do it. Atakuacha He kabisa. will let you be. Atakuacha ufanye God unavyojisikia. doesn't bother with people trying to push his agenda. Mungu hangaiki na watu ambao Do you remember Jonah? Unamkumbuka Do you Yona? remember Jonah? Unamkumbuka Yona? Where was he supposed to go? Alibidi aende wapi? Nineveh. Ninawi. And where did he go? Na yeye akaenda wapi? When Jonah bought the ticket to Tarshish, Yona hivyo enda Tashish. did God stop him? Je, Mungu alimzuia? When he bought the ticket to Tarshish, Alivyonunua tiketi kwenda did Tashish. God stop him? Mungu alimzuia? When he got into the ship to Tarshish, Alivyofika kwenye merikebu did kuelekea God Tashish. stop him? Mungu alimzuia? When the ship started sail towards Tarshish, Merikebu ilivyokuwa inaelekea did Tashish. God stop him? Mungu alimzuia? So listen, beloved, Sikiliza when mpendwa. you are pushing your own agenda Ukitaka njia zako zifanyike against God's will, kinyume na mapenzi ya God Mungu, will let you have your way. Mungu atakuacha ufanye unavyojisikia, But it doesn't end well. lakini haishi vizuri. So Lord says, Kwa Lutu anasema, I'm not going to the mountains, mimi siendi mlimani, because when I go to the mountains, sababu nikienda mlimani I'll die. nitakufa. So I want to stay in Zoar. Kwa nataka nibaki hapa. I want to stay in a place of little things. Nataka nibaki sehemu yenye vitu It's as vidogo. though Lot is saying, Ni kama anachojaribu kusema, God, you have been so mighty and great. Mungu wewe ni mkuu sana. You've done so many great things. Umefanya vitu vikuu I am sana. tired of your great things. Nimechoka vitu vyako vikuu. I just want the little things now. Nataka tu vidogo sasa. Let me be. Acha niwe. And God lets him be. Na Mungu anamwacha. And there is a verse in Proverbs, Na kuna fungu katika Mithali chapter 14, verse 12, I think. 14:12 na hisi. The Bible tells me, Biblia yangu inaniambia there is a way that seems right to a man, kuna njia inaonekana inapasa machoni pa mwanadamu, but the ends thereof, lakini mwisho wake it is the way of death and destruction. ni njia ya kifo na uharibifu. There is a way that seems right Kuna njia inaonekana when you're bora. going towards a sinful life. Ukiwa unaelekea maisha yenye dhambi, It seems right. inaonekana It sahihi, seems good. inaonekana ni It vyema, seems sweet. inaonekana ni As a nzuri, matter of fact, na kiuhalisia unaonekana mjanja. you look sly and Wenzako cunning. wakilala saa 4, When people sleep at wewe 10, saa 4 ndo unatoka kwenda night club. 10 is when you go to night Wewe club. si mjanja bwana. You are cunning Kwa sababu kuna njia huwa inaonekanaga ni njema. because there is a way that looks good Na on your eyes. mwanzoni inakuaga sawa. And in the beginning it's nice. Mwisho wake, The end, mwisho wake, the end, mwisho wake the end, ni njia ya mauti. it's death. Yaani shetani yuko hivi. Devil is like this. Shetani The devil, akianza kukutega, when he starts to trap you, he becomes your best friend. anakuwa rafiki yako wa He karibu, gives you all the good plans anakupa vitu vyote vizuri, and yani michongo yote anakupatia. all the good plans.
But after he's gotten you, lakini akikukamata, he becomes your enemy. anakuwa adui yako. And then he calls the whole world Na anaita dunia to nzima come see how stupid you are. yangai jinsi ulivyo mpumbavu. Doing what you're doing. Unafanya unachokifanya. You are not getting it. Bado hujaipata. I was in a camp meeting Nilikaa katika makambi. in a place called Mungeta. Na sehemu inaitwa Mungeta. This is Morogoro vijijini. Hapa ni Morogoro vijijini. And on a Saturday afternoon, Na Jumamosi moja mchana, we finished the sermon. tumemaliza ibada. Camp meeting Sabbath, beloved. Ilikuwa ni sabato ya makambi jamani. We finished the service. Tumemaliza ibada. We are having our lunch. Tunakula chakula cha mchana. Piga mavitu sana sana. Having some menu here and there. We hear a group of men, women, kids shouting, and they are coming towards church. Tunasikia watu wanaume kwa wanawake wanapiga kelele wanatujia. And we are wondering, who are they? Na tunaanza ni kina nani hao? What are they doing? Wanafanya nini? And they are coming. Na wanakuja. Mbele yao In front of them yupo mzee wetu wa kanisa. was a church elder. Mzee wa kanisa. A church elder. Tulikuwa naye kwenye ibada. We were with him in the sermon. Wamemchania shati, sijui ameiacha wapi. I don't even know where did he leave the shirt. Vesti imechanika, imekuja iko nusu. And the vest is all torn up. Na yuko na boxer. And he's on boxer. Na wamemchapa viboko. And they have beaten him. Wanamleta kanisani. They are bringing him to church. Kambi, yani hapo tuko kwenye utukufu wa sabato ya kambi. We are in the glory of the Sabbath. Mzee wetu analetwa. Our church elder is na brought. wanakijiji. And the villagers. Wamemchapa. They have beaten Baadaye him. tunauliza what happened? And when you ask nini kimetokea? Wanasema And they say kuna mwizi alikuwa anakimbizwa. there was a thief somewhere. Huyo mwizi akakimbia akajificha nyuma ya nyumba. And he ran to someone's house. Alipojificha ndio akasikia kuna watu wanaimba nyimbo zisizo na chorus. And when he hid, then he had people singing songs without a chorus. Akachungulia huyo mwizi. And he looked. Akaona ni mzee wa kanisa na mke wa mtu. And he saw that there is the church elder with someone's wife. Ili apoteze zengwe. So that he might lose the commotion. Akapiga kelele. He made noise. Mama fulani yuko huko anashughulikiwa. Some woman is here, she's been acted upon. Kwa hiyo wanaomkimbiza mwizi, and so the one who are going for the thief, wakakimbia kwenye hiyo nyumba. They went to that house. Kumkuta mzee wa kanisa. Only to find the church elder. Yuko na mke wa mtu. With someone's wife. Na wakasema kwa sababu huyu anajifanya mzee wa kanisa. And said because he pretends to be a church elder. Anajifanya mtakatifu sana hapa mtaani. So holy. Tumpeleke kanisani kwao. Let's take him to his church. Wamuone jinsi alivyo. That they may see how he is. Kwa hiyo wakatuletea mzee wetu wa kanisa. And so they brought our church elder. Amekamatwa na mke wa mtu. He's caught with someone's wife. Ametandikwa viboko. Very beaten. Analia. He's crying. Mke wake naye yuko kanisani. And his wife is at church. Mke wake naye analia. And his wife is also crying. Watoto wake nao wako kanisani. And his children are also in church. Watoto nao wanalia. And they're also crying. Mchungaji wake naye yuko kanisani. And the pastor is also in church. Unadhani mchungaji wake alikuwa anafanya nini? What do you think the pastor was doing? Pastor Baraka naye yuko anakula wali wa makambi. Pastor Baraka is also eating the rice. rice. Pastor Baraka alikuwa anafanya nini? What do you think he was doing? Alikuwa anakula. He was eating. Wewe ufanye ujinga wako, mimi nilie kitu gani? You do stupidity and I cry. Why should I cry? Wewe ufanye ujinga, yani tukuhubirie kambi nzima uendelee na ujinga, mimi nilie. You will preach and continue with your stupidity. Mimi nilikuwa naendelea kufuta sahani na kuongeza kuku. I was eating and adding some more. So this is how the devil does it. Kwa ndivyo shetani anavyofanya. When the devil is tempting you, akiwa anakutia majaribu, you are the best of his friends. Wewe ni rafiki yake. He gives you all the plans, anakupa michongo yote, all the tricks, anakupa all the lies, na vyote everything is in place. Kila kitu. When he gets you where he wants you, akikamata alipokutaka uwepo, he calls your enemies. Anakuita anaita maadui zako. Asa John, muone kuna mjinga mmoja huku. Come and see, there's a certain fool here. There is a way. Kuna njia that seems right to a man. Inaonekana mwema machoni mwa mtu. But the ends thereof, lakini mwisho wake, they are ways of sin and destruction. Ni njia ya kifo. One day I was sat at my office. Siku moja nilikuwa ofisini kwangu. Bernice. Tumesimama muda mrefu sasa tukae.